Sote tunajua kuwa Kim anapenda kufanya maingilio makubwa, lakini linapokuja suala la safari zake ni kama kuangalia filamu ya usalama iliyojaa mageuzi ambayo yangeacha hata James Bond akiwa ameshangaa. Kuanzia treni zilizofunikwa kwa mabamba hadi safari za anga zenye fumbo, njia za kusafiri za Kim za kusisimua na za kuvutia sana. Lakini ni kipi kusudi halisi nyuma ya safari hizi za siri? Jibu ni kwamba kwa kweli hatuna njia ya kujua kwa hakika. Ndiyo, kiongozi mkuu hafiki uwanja wa ndege kama mtu yeyote wetu. Kwa namna fulani, Kim anaweza kutokea mahali popote, na hakuna mtu anayeweza kueleza jinsi alivyofika huko. Inaonekana kama wazimu, sivyo? Hizi ni baadhi tu ya tabia zake za kusafiri zenye fumbo. Kuanzia na safari za anga. Safari za anga za Kim Jong-un ni mchanganyiko wa kuvutia wa anasa, siri na usalama usio na doa. Katikati ya safari hizi kuna Ilyushin Il-72, ndege ya kijeti ya enzi ya Soviet ambayo imebadilishwa kuwa ngome ya kusafiri, iliyopewa jina la Chamisau kwa kumbukumbu ya ndege wa kitaifa wa Korea Kaskazini aina ya mwewe. Ndege hiyo ni ishara ya nguvu na fahari. Ilyushin Il-72 iliyobuniwa awali katika miaka ya 1960 ilikuwa ikitazamwa kama ndege kubwa zaidi ya kijeti duniani, ikiwa na urefu wa zaidi ya mita 5. Ilikuwa na uwezo wa kubeba abiria karibu 200 kwenye usanidi wake wa awali. Hata hivyo, toleo linalotumika na Kim Jong-un ni mbali na kwa ndege ya kibiashara ya kawaida. Ndani yake imebadilishwa kabisa ili kukidhi viwango vikali vya kiongozi. Viti vya ngozi nyeupe laini, meza za mbao za jakaranda zinazong'aa, na vichomoa sigara vya kioo hupamba kabati na kuunda mazingira ya anasa isiyo na kifani. Zaidi ya hayo, ndege hiyo ina mifumo ya burudani ya kisasa kuhakikisha kuwa Kim Jong-un anasafiri kwa starehe na ustaarabu. Hata hivyo, anasa ni moja tu ya vipengele vinavyofanikisha safari za anga za Kim Jong-un. Usalama ni kipaumbele cha kwanza, na ndege ya Ilyushin Il-72 imebadilishwa na vipengele mbalimbali ili kuhakikisha ulinzi wa kiongozi. Ndege hiyo ina mifumo ya kukabiliana na vitendo vya kielektroniki iliyoundwa ili kuzuia vitisho vyovyote. Vifaa hivi vina uwezo wa kuvuruga radar na mawasiliano ya maadui na kufanya iwe vigumu kufuatilia au kuelekeza mashambulio kwa ndege hiyo. Zaidi ya hayo, wakati wa kupaa, Kim Jong-un huwa anaambatana na ndege za kivita za ulinzi. Ndege hizi za kivita hutoa ulinzi wa ziada, zikiwa tayari kuchukua hatua dhidi ya hatari yoyote inayoweza kutokea wakati wa safari. Tabia za safari za Kim Jong-un zina maficha kama vile sura yake mwenyewe. Mara chache sana hutoa mipango yake ya kusafiri mapema, na mwenendo wake hufichwa kwa uangalifu. Uangalifu huu ni mkakati uliohesabiwa, unaolenga kuwaweka maadui katika hali ya kutokuwa na uhakika na kudumisha kipengele cha kutotabirika. Wakati Kim Jong-un anapochagua kusafiri kwa ndege, kwa kawaida ni kwa ajili ya misheni za kidiplomasia zenye hatari kubwa. Mfano mzuri wa hii ulitokea mwaka wa 2003 alipofanya safari yake ya kwanza ya kimataifa kwa ndege tangu alipoanza utawala mwaka wa 2000. Aliruka hadi China kwa mkutano na Rais Xi Jinping, ambayo ilikuwa hatua muhimu katika historia ya kidiplomasia ya Korea Kaskazini. Uchaguzi wa Ilyushin Il-72 kwa safari hizi ni wakazi na pia wakifananishi. Ndege hiyo ina uwezo wa kufikia takriban kilomita 10,000 ambayo inaruhusu kufikia vituo kama vile Singapore na Beijing bila haja ya kujaza mafuta tena. Uwezo huu wa kujitegemea ni muhimu kwa kudumisha usiri na usalama unaozunguka safari za Kim Jong-un. Hata hivyo, umri wa ndege umeleta baadhi ya wasiwasi. Ilyushin Il-72 ni aina ya zamani ambayo inaibua mashaka kuhusu uaminifu wake wa kikina na ukosefu wa mifumo ya kisasa ya mawasiliano. Licha ya masuala hayo, ndege hiyo bado ndio chaguo la kipekee la Kim Jong-un kwa safari zake za anga. Mbali na Ilyushin Il-72, msafara wa anga wa Kim Jong-un mara nyingi hujumuisha ndege ya mizigo. Ndege hii inawajibika kwa kubebea vitu muhimu kwa safari za kiongozi kama vile limusini yake. Hata hivyo, ndege ya mizigo ina baadhi ya mapungufu. Haiwezi kuruka umbali mrefu kwa mzigo kamili na inaweza kuhitaji kufanya vituo vya kujaza mafuta, ambayo inaongeza kiwango cha ziada cha utata kwa safari za Kim Jong-un. Kwa hivyo, njia zake za kusafiri ni za kipekee na za kushangaza kama yeye mwenyewe
mwenyewe. Usafiri wa ardhini. Safari ya ardhini ya Kim Jong-un ni mfano kamili wa siri na usalama. Safari za kiongozi huyo wa Korea Kaskazini zimepangwa kwa makini na kutekelezwa ili kuhakikisha ulinzi wake na kudumisha hali ya mafumbo. Hebu tuchunguze njia zinazojulikana na hatua za usalama zinazohusika na safari zake za ardhini, ikiwa ni pamoja na matumizi ya magari ya anasa, njia zinazowezekana na itifaki za usalama. Moja ya alama za kuvutia zaidi za safari zake za ardhini ni limuzini yake ya kivita ya Mercedes-Maybach. Gari hili ambalo inasemekana lina gharimu zaidi ya dola milioni 1. Sio tu gari la anasa, bali ni ngome halisi kwenye magurudumu. Limuzini hiyo imejengwa kwa silaha za kuzuia risasi na ina uwezo wa kustahimili milipuko. Iliundwa kustahimili mashambulizi ambayo yangeharibu magari mengine zaidi. Pia ina matairi ya run flat ambayo yanaruhusu gari kuendelea kusonga hata wakati matairi yamepasuka. Vifungu vya abiria vimefungwa kwa ujumla ili kutoa ulinzi dhidi ya mashambulizi ya kemikali, kuhakikisha kwamba Kim Jong-un anakaa salama bila kujali asili ya tishio. Limuzini hiyo inajumuisha msafara mpana unaomfuata kiongozi wa Korea Kaskazini katika safari zake. Kikundi hiki kinabeba magari ya uchunguzi yanayotangulia safari, magari ya ulinzi yanayolinda pande za limuzini na mengine yanayofuata nyuma. Msafara huo umepangwa kwa uangalifu na kutekelezwa na kila gari likifanya kazi maalum ili kuhakikisha ulinzi wa kiongozi mkuu. Magari yanayoongoza mbele yana jukumu la kutambua na kuzuia hatari zinazowezekana, wakati magari ya ulinzi yanatoa safu za ziada za usalama. Operesheni yote ni onyesho la ufanisi wa vifaa iliyopangwa kumweka Kim Jong-un salama na safari zake ziwe za siri. Safari za Kim Jong-un hazizui kwa usalama pekee, pia hutumika kuonyesha nguvu na hadhi. Wakati wa ziara yake Urusi mwaka 2012, alitumia limuzini yake ya kivita ya Mercedes-Maybach iliyobebwa kwenye treni yake maalum. Hii ilikuwa onyesho dhahiri la utajiri na ushawishi wake, pamoja na uwezo wake wa kufanya kazi bila kutegemea vikwazo vya kimataifa. Akisema kuhusu vikwazo, ni muhimu kusisitiza kwamba magari mengi ya anasa yanayotumiwa na Kim Jong-un yanadaiwa kuwa yameingizwa kwa njia ya haramu nchini Korea Kaskazini. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2023 ilitaja jaribio la kutuma magari ya thamani kubwa yakiwa na thamani zaidi ya dola milioni 1 kutoka United Arab Emirates hadi Ningbo, China, na lengo kuu likiwa Korea Kaskazini. Licha ya vikwazo vya kimataifa, Kim Jong-un ana idadi ya magari ya anasa yaliyotengenezwa nje ya nchi na kuongeza kipengele cha msisimko na kuvutia kwenye safari zake. Safari zake si tu juu ya usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ni operesheni zilizopangwa kwa uangalifu, zilizundwa kuhakikisha usalama wake na kuimarisha sura yake ya nguvu. Matumizi ya magari ya kifalme yenye ulinzi, treni za siri na vifaa vingi vya usalama vinaonyesha juhudi za Kim Jong-un kujilinda na kudumisha sura yake kama kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini. Hata hivyo, hadithi ni pana zaidi. Mipango yake ya kusafiri inajumuisha mtandao tata wa vichuguu vya chini ya ardhi na njia za siri. Inasadikiwa kuwa vichuguu hivi vinaunganisha maeneo muhimu huko Pyongyang na maeneo mengine ya nchi na kumruhusu kusafiri kwa urahisi na kwa siri. Ripoti zinaonyesha kuwa vichuguu hivyo vimejaliwa na mifumo ya kisasa ya mawasiliano na vifaa vya usalama vya kisasa na kuvifanya kuwa vigumu kuvivunja. Mojawapo ya mambo ya kuvutia zaidi kuhusu safari za Kim Jong-un ni tahadhari kubwa anayotumia ili kuepuka kugundulika. Mara nyingi hutumia mbinu za kuvuruga na utangazaji wa habari za uongo ili kuwachanganya watu wanaoweza kuwa tishio. Mfano wa hii ni kutuma msafara wa magari kwenda mahali fulani wakati yeye anaenda kwa njia tofauti kabisa. Kiwango hiki cha hila na siri hakina kifani na kuzidisha fumbo linalozunguka safari zake. Hatua za usalama wa kiwango cha juu. Njia za siri za kusafiri kwa Kim Jong-un ni somo halisi la kuhusu udanganyifu, usalama na upangaji wa kina. Menendo ya kiongozi huyo wa Korea Kaskazini imezungukwa na mazingira ya siri na si bila sababu. Serikali yake inatumia mfululizo wa mikakati ambayo ni ya kushangaza na yenye ufanisi mkubwa wa kuhakikisha usalama wake. Mojawapo
Mojawapo ya mambo ya kuvutia zaidi kuhusu safari za Kim Jong-un ni matumizi ya wasio wa kweli. Watu hawa hawajai kufanana kimwili tu, wanafanyiwa mafunzo makini ili kuiga mienendo yake, mifumo ya usemi na hata mwendo wake wakati anatembea. Mchakato wa uteuzi wa waigizaji hao ni makali na wakina sana. Waombaji wanahitaji kuwa na urefu na mwili sawa na wa Kim Jong-un. Baada ya hatua hii, wanapitishwa kwa uchunguzi wa kina wa historia yao, ikiwa ni pamoja na uchambuzi wa kina wa familia zao ili kutambua vitisho vyote vya usalama. Baada ya kuchaguliwa, waigizaji hao wanapitisha mafunzo makini ambapo wanajifunza kuiga vitendo na mienendo yote ya kipekee ya Kim Jong-un. Mafunzo hayo ni ya kina sana hivi kwamba hata wafanya kazi wa karibu wa kiongozi wanaweza kudanganyiwa kwa urahisi. Matumizi ya waigizaji hao yanakidhi malengo mbalimbali ya kimkakati. Kwanza kabisa, huzalisha kutokuwa na hakika miongoni mwa wawaji au wapelelezi. Ikiwa mshtakiwa hawezi kutambua ni Kim Jong-un gani ni wa kweli, nafasi zake za kufanikiwa hupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya hayo, mkakati huu huruhusu kiongozi halisi kusafiri kwa uhuru zaidi na kwa kufichuliwa kwa hatari ndogo. Wakati waigizaji wanaponekana katika hafla za umma, kiongozi halisi anaweza kusonga mbele hadi mahali pengine kabisa. Kipengele kingine muhimu katika usalama wa Kim Jong-un wakati wa safari ni matumizi ya ndege za kuwinda. Anaposafiri kwa ndege, ni kawaida kwamba ndege kadhaa hutumiwa kwa wakati mmoja. Mfano wa hilo ulitokea wakati wa ziara yake huko Singapore kwa mkutano na Donald Trump. Wakati ndege 3 zilipotoka Pyongyang, mkakati huu unalenga kuwachanganya vitisho vinavyowezekana. Ikiwa adui hawezi kutambua ni ndege ipi Kim Jong-un yupo, uwezo wake wa kuelekeza shambulio hupunguzwa sana. Ndege hizi za burudani sio miundo tu isiyo na maudhui, zimejaliwa kikamilifu na zina wataalamu maalum wa kudumisha mwongozo kwamba kiongozi anaweza kuwa katika yoyote kati yao. Ndege zenyewe pia zinajitokeza kama kipengele cha kuvutia. Kim Jong-un mara nyingi hutumia Ilyushin Il-62 ya enzi ya Sovieti, ndege ya kijeshi ya masafa marefu iliyobadilishwa kwa matumizi ya kipekee. Ndege hii ina mifumo ya kisasa ya mawasiliano, mambo ya ndani ya hali ya juu na mifumo ya usalama ya hali ya juu. Upendeleo kwa modeli ya zamani ni wa makusudi. Ina uwezekano mdogo wa kugunduliwa na mifumo ya kisasa ya kufuatilia na marekebisho yake yanayofanya kuwa ngome yenye nguvu angani. Ardhi. Mpango wa usalama wa Kim Jong-un pia ni wa kuvutia sana. Walinzi wake wa kibinafsi wanajumuisha ofisi kuu ya wasaidizi, pia inayoitwa ofisi ya kati ya chama namba SIM. Walinzi hawa wanachaguliwa kutoka jeshi la wananchi la Korea na wanahitaji kufikia vigezo vikali kama viwango vya urefu na hali ya mwili. Wanapitia mafunzo makini ya sana za kijeshi, risasi na mbinu za kuepuka. Kazi yao kuu ni kuunda mzingo wa ulinzi karibu na Kim Jong-un kwa mtazamo kamili wa degree 360 wa mazingira. Mzingo huu umeundwa na tabaka nyingi na walinzi wakiwa mbele, kando na nyuma ya kiongozi. Sio tu nguvu za mwili, ni waangalizi wenye ujuzi wa hali ya juu. Mstari wako wa kwanza wa ulinzi unakaa katika uwezo wa kutambua na kuzuia vitisho kabla ya kuwa vya haraka. Kwa hili wanatumia mchanganyiko wa mbinu za mawasiliano za kitamaduni na za kisasa kama vile vitambulisho vya kipekee, niwila za maneno na vifaa vya redio. Ingawa wamejaliwa na silaha za moto, chombo chao kikubwa ni uhodari wa mapigano ya karibu na uwezo wa kufasiri mazingira kwa kutafuta hatari zinazowezekana. Mbali na kikundi kikuu cha walinzi wa mwili, kamandi ya usalama hutoa safu za ziada za ulinzi. Kamandi hii ina jukumu la kuhakikisha usalama wa kimwili wa mahali popote ambapo Kim Jong-un hutembelea, iwe ni ofisi yake, makazi au hata hoteli nje ya nchi. Wanatekeleza vizuizi mbalimbali vya usalama ambavyo vinaweza kufikia hadi mita pensto kuzunguka eneo ambalo kiongozi yupo. Hii inajumuisha ulinzi wa njia, uzio na miundo mingine. Kamandi ya usalama pia hudhibiti msaada wa logistiki na kiufundi, ikijumuisha njia za mawasiliano zilizolindwa, usalama wa kidijitali na hata uchambuzi wa vyakula na vinywaji. Mfano wa hii ulitokea wakati wa mkutano wa Singapore mwaka 2023, wakati Kim Jong-un alisafiri kwenda nchi
hiyo kwa ndege ya Boeing 747 ya Air China. Ili kuhakikisha ulinzi wake, kamandi ya usalama ilichukua ghorofa nzima ya Hotel St. Regis kuhakikisha faragha na usalama kamili. Mojawapo ya vipengele vya kuvutia zaidi vya mpango wa ulinzi wa Kim Jong-un ni walinzi wa mwili wanayokimbia. Walionekana kwa mara ya kwanza wakati wa makutano wa Korea Kusini na Korea Kaskazini mwezi Aprili 2009 na baadaye wakati wa makutano wa Singapore. Walinzi hawa wanakimbia kando ya gari la Kim Jong-un na kunda kizuizi kinachosogea kuzunguka gari. Harakati hii sio ya kiuigizaji tu, ni mkakati wa usalama uliopangwa vizuri sana. Walinzi wa mwili wakifanya kazi hunda mstari wa kwanza wa ulinzi, wakiwa tayari kuitikia haraka kwa ishara yoyote ya hatari. Usimamizi wa safari za Kim Jong-un unafanywa kwa uadilifu wa kijeshi, ambapo kila kipengele kinapangwa kwa uangalifu, kutoka kwenye njia hadi kwenye kituo cha mwisho, pamoja na wakati wa kila hatua. Mchakato huu unahusisha mashirika mbalimbali ya serikali ya Korea Kaskazini kama vile Wizara ya Usalama wa Taifa na Jeshi la Wananchi la Korea. Ushirikiano kati ya taasisi hizi ni kielelezo kuhakikisha kuwa kila undani wa safari ya kiongozi husimamiwa kwa uangalifu. Safari za siri za treni za Kim Jong-un zinawakilisha mchanganyiko wa kuvutia wa anasa, usalama na mbinu. Treni ya kijani kibichi iliyowekwa alama ya mstari wa njano wa kipekee sio tu gari la usafiri, ni ngome ya kusonga iliyojengwa kumlinda mmoja wa viongozi wenye siri zaidi duniani. Ndani yake, treni ni ulimwengu wa fahari. Viti vya ngozi ya waridi vilivyowekwa kwa safu za nafasi hutoa faraja kwa Kim na timu yake. Treni ina vyumba vya mkutano vilivyo na teknolojia ya hali ya juu, ikiruhusu Kim kuendelea kuwa na mawasiliano ya kila wakati na serikali yake. Vyumba vya kulala vimeundwa kwa uangalifu ili kutoa faraja ya kiwango cha juu, kuhakikisha kuwa kiongozi anaweza kupumzika na kufurahia nishati wakati wa safari ndefu. Anasa pia inaonekana kwenye gari la kulisha, ambapo abiria wanapata menyu inayoshindana na majumba bora ya kulia. Kamba safi, nyama ya nguruwe iliyoshomwa na mvinyo wa hali ya juu wa Ufaransa ni kati ya chaguzi zinazopatikana. Wanawake vijana wanaoitwa wakuza treni huwafurahisha wageni kwa maonyesho ya muziki na kunda mazingira ya kipekee na yasiyosahaulika. Konstantin Pulikovsky, afisa wa Urusi aliyeandamana na Kim Jong-il mwaka wa 2001, alielezea katika kitabu chake Orient Express kwamba ilikuwa inawezekana kuomba sahani yoyote kutoka kwa vyakula vya Urusi, China, Korea, Japan na Ufaransa. Usalama ni kipaumbele cha juu zaidi wakati wa safari za Kim Jong-un. Treni hiyo inayojulikana kama ngome inayosonga ina madirisha yaliyotengenezwa kushinda risasi, pamoja na kutana sakafu zilizoimarishwa zinazoweza kustahimili vilipuzi. Kulingana na Wizara ya Muungano ya Korea Kusini, treni hiyo pia imeandaliwa kwa silaha za kushambulia na helikopta ya kutoroka katika hali za dharura. Ili kuimarisha ulinzi, Pyongyang iliomba uwekaji wa walinzi kando ya reli kama ilivyotokea wakati wa ziara ya Kim huko Hanoi. Safari za treni hiyo zinadumishwa kwa siri kamili. Yeye husafiri hasa usiku ili kuepuka kugunduliwa, na ratiba yake haijawahi kutangazwa. Msafara huo unafuatwa na treni ya pili ambayo hubeba maafisa wa usalama na vifaa. Treni hiyo ya msaada husafiri kilomita kadhaa mbele, kukagua njia na kuhakikisha kuwa iko salama. Operesheni yote ni jambo la kustajabisha la vifaa, iliyopangwa kuhakikisha ulinzi wa Kim Jong-un na kudumisha harakati zake kwa siri. Kwa sababu ya uzito wa silaha nzito na vifaa, treni husafiri kwa kasi ya tahadhari ya kilomita 5 kwa saa. Inahitaji kubeba magari simbultu yaliyotengenezwa kwa silaha kamili, pamoja na vitu vyote vilivyohifadhiwa ndani yake. Njia hii ya usafiri, ambayo ni polepole sana, ilifanya safari ya Kim kwenda Vietnam kukutana na rais wa Marekani wa wakati huo, Donald Trump, ichukue saa 30. Hata hivyo, treni hutoa faida kubwa ikilinganishwa na ndege, hasa kwa suala la kubadilika mbele ya mambo yasiyotarajiwa kama vile mashambulizi. Ikiwa ndege iliyokuwa na Kim ingeshambuliwa, nafasi za kuokoka zingekuwa chini sana. Pia ni ngumu zaidi kutabiri njia za treni na kuongeza safu ya ziada ya ulinzi. Safari za treni za Kim Jong-un sio tu za anasa, ni za kimkakati. Baada ya kuondoka katika mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, treni ya Kim
lilionekana katika mji wa Ussurisk nchini Urusi, kaskazini mwa Vladivostok. Kutoka huko, alibadilisha gari la moshi na kuendelea kwa njia ya reli ya Trans-Siberia kuelekea Khabarovsk, Pengin, Komsomolsk na Amur. Safari ya kilomita 600 kati ya Pyongyang na Vladivostok inachukua takriban saa 20. Tangu alipochukua madaraka mwaka wa 2009, Kim Jong-un amefanya safari 7 za kimataifa na kuvuka mpaka kwenda Korea Kusini mara 2, akiwa ametumia treni yake katika safari nyingi za hali ya juu hizi. Kuanzia ziara yake huko Beijing mwaka wa 2008 hadi mkutano huko Hanoi mwaka wa 2009 na rais wa Marekani wa wakati huu Donald Trump, treni imekuwa chaguo lake la kwanza la usafiri. Ingawa Kim Jong-un haogopi kusafiri kwa ndege kama ilivyojitokeza katika safari zake 7 za kigeni, mara nyingi huchagua treni kwa sababu ya faida zake za kimkakati. Ndege yake binafsi Chamae-1 iliyopewa jina la ndege wa kitaifa wa Korea Kaskazini ni Ilyushin S-2 iliyotengenezwa nchini Urusi wakati wa vita baridi. Wachambuzi wamekuwa na mashaka juu ya kuegemea kwa ndege hiyo kwa sababu ya umri wake na uwezekano wa hitilafu za matengenezo. Mwaka wa 2012, wakati wa safari yake kwenda Singapore kukutana na Rais Trump, Kim alitumia Boeing 747 ya Air China iliyotolewa na Beijing. Ndege hiyo iliondoka kwa nambari ya kawaida ya ndege, lakini ilibadilisha ishara yake wakati wa safari, hatua ambayo kulingana na wachambuzi ililenga kupunguza wasiwasi wa usalama wa Kim na kuhakikisha kwamba China haikutengwa kwenye mkutano huo. Licha ya mwanzo wa nadra wa diplomasia, mazungumzo kati ya Kim na Trump hayakufanikiwa mwaka wa 2018. Hata hivyo, matumizi ya treni na ndege kama kivuli yameonyesha juhudi za Kim Jong-un za kuhakikisha ulinzi wake na kudumisha siri wakati wa safari zake. Yate na vyombo vya bahari vya fumbo uchunguzi wetu kwa ulimwengu wa siri wa yate za anasa za Kim Jong-un huanza huko Wonsan, jiji la pwani ambalo hufanya kazi kama kimbilio la kipekee kwa familia ya Kim. Hili jengo kubwa lililojazwa na makazi ya kibinafsi, mabwawa ya bahari na ghala kubwa la vyombo vya bahari ndiyo kitovu cha misafara ya bahari ya kiongozi wa Korea Kaskazini. Lakini ni nini kinachofanya yate hizi kuwa za kipekee na ni vipi zilifika mikononi mwake? Mwishoni mwa miaka ya 2000, picha za satellite zilishika ujenzi wa ghala kubwa zaidi ndani ya jengo la Wonsan. Inasadikiwa kuwa ghala hili linakaa baadhi ya vyombo vya bahari vya kifahari zaidi vya familia ya Kim. Kwa kuzingatia Princess 95, My Yacht ni kazi ya kipekee ya futi film ambayo inachanganya uhandisi wa kisasa na ufahari. Ikiwa na thamani ya dola milioni 7, Princess 95, My Yacht ni onyesho la kufurahia kwa Kim Jong-un kwa anasa, iliyotengenezwa na Princess Yachts, kampuni iliyoko Uingereza. Hii yote ni mali ya kikundi cha LVMH kinachojulikana kwa chapa kama Louis Vuitton na Christian Dior. Kununua kwa mashua, hata hivyo, kimezungukwa na mabishano, kwani inaweza kuwakilisha ukiukaji wa moja kwa moja wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa ambavyo hukataza Korea Kaskazini kununua bidhaa za anasa. Princess 95, maisio ya tetu, ni ikulu ya bahari ya kweli. Ina flybridge pana, suites kubwa na eneo la kukaa na kula ambalo linaenea kwa upana wote wa mashua, ikiwa na uwezo wa kufikia watu 10. Yate hutoa urembo usiofanana, bora kwa kukaa kwa muda mrefu baharini. Mambo ya ndani yameundwa kwa uangalifu ili kutoa faraja na ufasaha wa juu, kuhakikisha kwamba Kim Jong-un na kikosi chake wanafurahia safari kwa mtindo na ufasaha. Mnamo Mei 2000, wakati wa ziara ya siku 6 kwenye pwani ya mashariki ya Korea Kaskazini, Kim Jong-un alipigwa picha akikagua kituo cha uvuvi cha 25 Agosti. Nyuma ya pazia, waangalizi makini waligundua upande wa starboard wa meli kubwa ya anasa inayodaiwa kuwa Princess 95 Mai. Uwepo wake ulithibitisha kuwa meli hiyo ilikuwa sehemu ya meli za kibinafsi za Kim Jong-un. Paa lisilobadilika na vifungo vya chuma cha pua vya meli hiyo vililingana kikamilifu na maelezo ya Princess 95 Mai na kuondoa karibu shaka zote kuhusu utambulisho wake. Hata hivyo, Kim Jong-un alivyoweza kupata meli ya anasa kama hiyo kwa kuzingatia vikwazo vya kimataifa vikali? Jibu liko katika ulimwengu wa chini wa usafiri wa baharini. Meli za mizigo maalum zinazojulikana kama meli za yate mara nyingi hutumiwa kusafirisha meli za hali ya juu. Meli hizi zinaweza
zinaweza kufichwa kwa makusudi ndani ya kontena, zikilindwa na viraka na miundo inayozuia kugunduliwa. Mojawapo ya kampuni zinazohusika katika mpango huu ni Global Unity Shipping iliyoko Dalian, ambayo inatoa huduma kamili za usafirishaji kwa Korea Kaskazini. Kwa meli PIBS na wafanyikazi 242, Global Unity Shipping ina jukumu muhimu katika kusambaza bidhaa za anasa kwa serikali ya Korea Kaskazini. Kampuni hii pamoja na zingine inahakikisha kuwa yate za Kim Jong-un zinawasilishwa kwa njia ya kuficha na kuepuka ukaguzi wa kimataifa. Meli za kiongozi wa Korea Kaskazini hazikomi kwa Princess 95 Mai. Princess 98 Mai, toleo lililoboreshwa la modeli ya awali, ni moja ya vito vya thamani katika mkusanyiko wake, ikikadiriwa kuwa na thamani ya zaidi ya dola milioni 8.7. Yate hii ina mambo ya ndani yaliundwa na mbunifu mashuhuri wa Italia wa mifuko Fendi. Wataalamu wanaiona kuwa moja ya meli za anasa kabisa zilizowahi kutengenezwa na Princess 98 Mai ni karibu sawa na 75 Mai, lakini ina urefu wa futi 3 zaidi na kutoa nafasi zaidi na ustaarabu. Gari lao 3 zina za vyumba vya kukaa kwa wafanyakazi na maeneo ya burudani, kuhakikisha kwamba Kim Jong-un na wasafiri wake wanafurahia safari iliyojaa starehe na ustaarabu. Pendo la Kim Jong-un kwa mashua za anasa sio jambo jipya. Baba yake Kim Jong-il pia alikuwa na shauku hiyo ya mashua za fahari. Mwaka wa 2009, Italia ilizuia uuzaji wa mashua mbili za aina ya Azimut ambazo zilikusudiwa kwa ajili ya familia ya Kim, kwa kusema kwamba ilikuwa ikitii vikwazo vya Umoja wa Mataifa kuhusu bidhaa za anasa. Licha ya hatua hizi, familia ya Kim ilifanikiwa kununua na kudumisha msafara wa mashua za hali ya juu, ikionyesha uwezo wao wa kuepuka vikwazo vilivyowekwa kimataifa. Mambo ya siri ya usalama linapokuja, suala la safari za siri za Kim Jong-un, Korea Kaskazini hayachi nafasi ya mabadiliko ya ghafla. Ulinzi wa kiongozi mkuu unapangwa kwa uangalifu mkubwa, ukiwemo safu nyingi za usalama na kikosi cha wasaidizi wa kipekee kinachoundwa na walinzi na vitengo vya kijeshi. Katikati ya operesheni hii ni ofisi kuu ya wakurugenzi, pia inayoitwa ofisi kuu ya chama. Kitengo hiki cha kipekee kina wajibu wa kuhakikisha usalama wa moja kwa moja wa Kim Jong-un na kinaundwa na walinzi waliochaguliwa kwa uangalifu kutoka kwa wanajeshi wa jeshi la wananchi la Korea. Mchakato wa kuchagua walinzi hao ni mkali sana. Wagombea wanahitaji kufikia mahitaji maalum kama vile kuwa na urefu karibu na wa Kim Jong-un na kutokuwa na matatizo ya kuona. Zaidi ya hayo, wanapaswa kuonyesha ujuzi wa kipekee katika mbinu za risasi na sanaa za kijeshi. Mchakato wa uteuzi unajumuisha uchunguzi wa kina wa historia ya familia unaohusu vizazi viwili, kuhakikisha kwamba watu wenye uaminifu kamili kwa mfumo ndio wanapata kibali. Wengi wa walinzi hao ni ndugu wa familia ya Kim au wa familia nyingine zenye nguvu za Korea Kaskazini, jambo ambalo huimarisha zaidi kujitolea kwao. Baada ya kuchaguliwa, wanapitia mafunzo makali sawa na yale ya vikosi vya operesheni maalum vya jeshi la wananchi la Korea. Mafunzo haya yanashughulikia usimamizi wa silaha, mbinu za kuepuka na mbinu mbalimbali za sana za mapigano, pamoja na majaribio magumu ya uvumilivu wa mwili na marekebisho ya tabia. Walinzi wa kimwili hujiandaa kukabiliana na kuzuia tishio lolote linalowezekana kwa kutumia mikono na mili yao tu, jambo ambalo huwafanya kuwa nguvu yenye ufanisi mkubwa. Wakati wa safari za Kim Jong-un, walinzi wake hujipanga kumzunguka, wakijenga mzunguko wa ulinzi unaotoa uangazi kamili wa digrii 90 kwa watu walio karibu na mazingira yanayowazunguka. Mzunguko huu hundwa na walinzi 3 hadi 5, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wa ofisi kuu ya wasaidizi ambaye anaweza kutembea, kutangulia au kujipanga kwa mkakati kuhusiana na kiongozi. Kando ya Kim Jong-un hukaa walinzi 4 hadi 6, wakiwa 2 hadi 3 kwa kila upande. Nyuma yake, walinzi wengine 4 hadi 5 wanakamilisha mpangilio. Walinzi hawa ni miongoni mwa wachache wananchi wa Korea Kaskazini wanaoruhusiwa kubeba silaha zilizojaa risasi kando ya kiongozi, kwa kawaida bastola ya nusu otomatiki na silaha ya pili. Zaidi ya hayo, hutumia alama na pini maalum kwenye mavazi yao kwa kila tukio ili kurahisisha utambulisho wao, na hutumia
wanatumia mfululizo wa niwila na maneno ya masimbo kwa mawasiliano salama. Ofisi kuu ya wasaidizi ina takriban wafanyakazi 200 hadi 300, ambapo zaidi ya nusu ni walinzi, wakati wengine ni madereva na timu za kiufundi. Ingawa baadhi ya walinzi wa kiongozi wana kazi za muda mrefu, wengi hufanya kazi hii kwa takriban miaka 10. Hii inahakikisha kuwa walinzi wanadumia kiwango cha juu cha uandali wa mwili na wako tayari kila wakati kumlinda kiongozi mkuu. Zaidi ya ulinzi wa moja kwa moja unaotolewa na ofisi kuu ya wasaidizi, kuna kitengo cha pili cha usalama kinachohusika na mstari wa pili na watatu wa ulinzi kuzunguka Kim Jong-un. Kitengo hiki kina kazi kuu ya kuhakikisha usalama wa maeneo ya Kim Wili popote alipo, iwe ni ofisi zake, makazi yake binafsi au maeneo anayotembelea ndani au nje ya Korea Kaskazini. Wafanyakazi wa kitengo hiki hupitia mchakato wa uteuzi na uthibitisho sawa na wa walinzi wa ofisi kuu ya wasaidizi. Kwa kweli, wengi wa wanachama wa kitengo hiki huhamishwa kutoka idara ya awali hadi kazi hii mpya. Wanaume na wanawake hawa wanafanya mfululizo wa misheni za kusaidia kwa ajili ya Kim Jong-un. Wana jukumu la kusimamia na kudumisha laini za simu salama zinazotumiwa na kiongozi huyo, kutoa kompyuta anazotumia na kuhakikisha usalama wa teknolojia ya habari. Zaidi ya hayo, wanahakikisha kuwa vileo vyote, vyakula na sigara ambavyo Kim Jong-un anaomba wakati wa kukaa kwake Singapore vinapatikana, pamoja na kukagua kwa uangalifu chakula chochote au kinywaji kabla ya kumhudumia. Timu ya usalama pia ina idara ya matibabu, ambapo wanafanya kazi madaktari wake wa kibinafsi na timu ya afya, na angalau wataalamu wawili wakimfuata katika safari zake zote. Kwa upande wa usalama wa kibinafsi wa Kim Jong-un, idara ya amri ya walinzi hunda mbili kati ya tabaka 3 za nje za ulinzi kuzunguka kwake, kwa kuzingatia hasa maeneo ambayo yeye hufanya kazi, kukaa au kutembelea. Amri hiyo huweka mstari wa ulinzi mara moja nje ya kikundi cha walinzi wanaomzunguka, ikifuatiwa na tabaka la 3 la nje lililowekwa karibu na barabara, uzio au miundombinu mingine ndani ya eneo la mita attendance kutoka kwa eneo lolote. Muundo huu wa usalama wa kibinafsi unaojumuisha tabaka 3 ni kitu kisichojulikana kwa kiongozi yeyote wa kimataifa. Ingawa walinzi wanaosogea ni picha ya kuvutia, ni tabaka za ziada za ulinzi ambazo hazionekani sana na ziko mbali zaidi, ambazo zinawakilisha kiwango cha juu zaidi na cha mwisho cha juhudi za kuhakikisha ulinzi wa nasaba ya Kim. Mpango huu wa usalama wa kina ni onyesho wazi la jinsi Korea Kaskazini inavyo tayari kufanya ili kumlinda kiongozi wake. Ikiwa umefurahia kuangalia video hii, usikose kutazama maudhui yetu mengine mazuri kwenye kituo hiki. Tunakushukuru kwa kutazama na tutakunana kwenye video ijayo.